Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humo yaweza kuniosha mwili, nafsi na roho. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, rafiki zangu, napenda jioni ya leo niweze kushare nanyi ujumbe wa Mungu au neno la Mungu ambalo linaweza kuokoa roho zetu. Na ujumbe wenyewe unatoka katika kitabu cha Waefeso, Waefeso 2 mstari wa kwanza, ambapo Biblia inasema, ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipotimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama wengineo wote. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa neema na rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya kuwa hai pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirisha wingi wa neema yake upitao kiasi, kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, na ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zanguni, napenda kuzungumzia kidogo kitabu hiki cha Waefeso, kwamba hapa tumeona kabisa mstari wa kwanza kwamba sisi tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi na makosa ambayo hapo mwanzo tulikuwa tukiyaishi au tulikuwa tukiyatenda. Kabla mwanadamu hajabahatika kukutana na Kristo katika maisha yake, huwa hata kama tunamuona yuko hai, ndani yake, ndani ya roho yake kuna kitu kinakuwa kimepungua. Hicho kitu ambacho unakuwa umepungukiwa nacho ni ule uzima wa milele ndani ya roho yako. Na uzima wa milele ndani ya roho yako unaupata peke yake kwa kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama mtu aliyelipa fidia ya maisha yako ya uhai. Maana baada ya kuwa Adamu ametenda dhambi, baada ya Adamu baba yetu ambaye tumetokana na yeye kutenda dhambi, baada ya kuwa amefukuzwa pale Edeni, na sisi ndani yake tulifukuzwa pamoja naye. Kama vile ambavyo mtu anajikuta amekuwa raia wa nchi fulani kwa sababu ya kuzaliwa na wazazi wa nchi hiyo, ndivyo ilivyotokea hata kwetu sisi, kwamba wakati Adamu amefukuzwa na Mungu kwa kumkosa Mungu, na sisi tulimkosa Mungu ndani ya Adamu, tukageuka kuwa wenye dhambi, si kwa sababu ya dhambi ambayo tumeitenda, bali kwa sababu ya tumeirithi dhambi kutoka kwa baba yetu Adam. Jambo hilo ambalo haliwezi kukwepeka, sababu mtu ambaye ni mkimbizi akizaa mtoto, na yule mtoto huwa mkimbizi si kwa sababu ya dhambi ya ukimbizi aliyotenda yule mtoto, bali kwa sababu baba yake amekuwa mkimbizi, na yeye anakuwa mkimbizi bila kujua ni nini kilitokea, bila kujua nini chanzo, lakini anakuwa hivyo si kwa sababu ya jambo ambalo amelitenda, bali kwa sababu ya nature,
kwamba kwa sababu ya hiki na hiki matokeo yake ni haya. Na sisi tulikuwa wenye dhambi, tulistahili adhabu, si kwa sababu tulitenda kosa la kula tunda, bali kwa sababu baba yetu yule aliyetuzaa alikula tunda, na lile tunda ikapelekea kwamba atenganishwe na Mungu. Kwa hivyo sisi tunapata neema baada ya miaka karibia elfu sita baada ya lile anguko la Adamu. Tunapata neema ya kukaribishwa tena kupitia Kristo. Na Biblia inasema kwamba kama vile ambavyo kupitia kwa kosa la mtu mmoja watu walifanywa kuwa wenye dhambi, kadhalika kwa tendo moja la mwenye haki Yesu Kristo atawafanya wengi kuwa wenye haki. Na sisi kupitia Kristo tumepata neema, tumepata kibali cha kuweza kuwa wana wa Mungu tena, cha kuweza kuwa familia ya Mungu tena, kwamba ile hali ambayo ilikuwa inatusibu, kwamba sasa tunaweza kutoka hapo na kuingia katika kiwango kingine cha kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu zangu, Biblia inasema kwamba nasi tulikuwa tumekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zetu ambazo tulikuwa tukiziendea hapo mwanzo. Wakati tumezaliwa na Adamu akiwa yeye mwenye dhambi, na sisi tulijikuta tumekuwa sehemu ya wenye dhambi, si kwa sababu ya dhambi ambayo tumeifanya, bali kwa sababu ya nature, kwamba inatulazimisha kwamba kwa sababu baba yako ni Mkenya na mama yako ni Mkenya, na wewe unalazimika kuwa Mkenya. Kwa sababu baba yako ni Mtanzania na mama yako ni Mtanzania, unalazimika kuwa Mtanzania. Kwa sisi tuligeuka kuwa wenye dhambi, tulizaliwa tukiwa wenye dhambi, si kwa sababu ya dhambi ambayo tumetenda, bali kwa sababu aliyetuzaa alikuwa katika hali ya dhambi. Kwa sisi tukageuka kuwa wenye dhambi, si kwa sababu tumetenda jambo hilo. Kwa ndugu zangu, lakini bado tunayo neema. Wale ambao bado hawajampokea Kristo, kuna neema iko mahali hapa. Ndarudia katika kitabu kile cha hiki wa Efeso 2 mstari wa 8. Biblia inasema kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa tunayo nafasi ya kumrudia Mungu tena. Tunayo nafasi ya kusogea kwa Mungu na kumwambia, Baba, tuko hapa. Mungu, tumerejea tena. Mungu, tuko hapa, tutazame tena. Naomba Mungu, niko hapa. Unaweza kurudi kwa Mungu kumwambia, sababu Mungu lengo lake ni wewe upate nafasi tena ya kuwa mwana wake. Ni wewe upate nafasi tena ya kuwa sehemu ya familia yake. Maana kama hujakubali Yesu Kristo, ukweli ni kwamba huwezi kuwa familia ya Mungu. Huwezi kuwa familia ya Mungu. Unakuwa tu familia ya Mungu baada ya kuwa wewe umempokea Kristo. Na unaweza kumpokeaje Yesu Kristo? Ni kwa njia ya imani. Ni kwa njia ya imani, yani ni kwa njia ya kusikiliza. Pale ambapo utasikia Yesu wakitaja kazi zake, kwamba Yesu alikufa ili wewe uokolewe, alikufa ili wewe usamehewe, alikufa ili wewe ufe katika hali ya dhambi, uwe hai katika hali ya haki. Ukiyapokea maneno hayo na kuamini kwamba hii ndio kweli na huu ndio mpango wa Mungu juu yangu, sina mpango mwingine wala sitategemea mpango mwingine, nimejiweka chini ya mpango huu, nimejiweka chini ya kauli hii ya Yesu, hakika hiyo ndio kuokoka. Hakika hiyo ndio ambayo inaitwa kumwamini Yesu. Maana Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kitabu tena cha Warumi 10 mstari wa 17 nasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa wakati umesikia Kristo akitajwa, wakati umesikia Yesu akisemwa, akizungumzwa, hapo ndipo ambapo imani yako inaweza ikainuka, inaweza ikatutumuka. Unaweza kujenga imani yako kwa kusikiliza kwamba kumbe Yesu Kristo alikufa ili na mimi niweze kuwa mzima, niweze kupokea uzima wa milele. Kwa njia hiyo ndio maana Biblia inasema kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu
wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa unaona kwamba hakuna namna ambayo tunaweza kutenganisha imani na kusikia. Hao nasema wakujue wewe, huwezi kujua chochote ambacho hujakisikia. Ili usikie kitu chochote na lazima awepo mtu aliyekisema. Na mimi niko hapa leo ili kukuambia kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wako. Yesu Kristo ndiye aliyekufa kwa ajili yako. Ndiye aliyetoa fidia. Unajua zamani ni tofauti sana mambo yalivyokuwa. Kwamba ilikuwa ikitokea mtu ametenda dhambi, alikuwa anachukua kondoo, anapeleka sehemu ambayo Mungu alikuwa ameielekeza. Akishaitoa kondoo anaweka mkono juu yake kama kuonesha kwamba anahamisha dhambi au utu wake kwa yule kondoo ambaye atamwekea mkono na kwenda kwa makuhani. Kisha inaonekana kwamba hatia yake imeondolewa au imefunikwa kwa kumwekelea mkono yule kondoo ambaye kuhani alikuwa anaweza kumchinja au alikuwa anaweza kumpeleka porini huko hivyo. Kwa sadaka hiyo, yule mtu aliyeitoa hiyo sadaka ya kondoo alikuwa anajiona amani kabisa ndani ya moyo wake. Alikuwa anajiona sasa, kwa kweli hapa nimepatanishwa na Mungu. Na sisi hivyo hivyo kupitia Kristo, kwamba Yesu Kristo amechukua sehemu ya uovu wetu, amechukua dhambi zetu, amechukua maisha yetu yale ya kale. Ndio maana Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hiyo yote ni ishara kwamba baada ya kuwa tumemwamini Yesu Kristo, kuna kitu kipya tunakipokea ndani yetu ambacho ndicho uzima wa milele, ambao leo nimekuja hapa kwa neno la faraja kwamba nikuambie kwamba Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ulimwengu upate kuhukumiwa, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa ni nafasi yako kabisa. Ani nafasi na iko wazi kwa kila mtu, bila kuchagua kabila, bila kuchagua dini, bila kuchagua dhehebu, bila kuchagua wewe ni mtu wa taifa gani. Mungu yuko tayari kukupokea. Ni wewe tu umwamini Yesu Kristo. Tunasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa ndugu yangu, rafiki yangu, mimi napenda kabisa kukukumbusha muamini Yesu Kristo ili uweze kuwa na uzima wa milele ndani yako, ambao kupitia uzima wa milele utaweza kumwona Yesu, kumwona Mungu, kuishi pamoja naye. Maana anasema kwamba kunayo siku ambayo atakuja kuchukua wale wanaomwamini. Kwa ndugu yangu, na nyakati zenyewe za kuja kuchukua hao wanaomwamini zinakaribia sana, zinapiga mbio sana. Ikiwa kina Petro walisema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu unakaribia, basi sisi je, baada ya miaka hii 2000 kupita tunapaswa tusemeje? Basi tunafaa kusema kwamba hakika anarudi. Maana ni miaka mingi imepita, Kwa ndugu yangu, tafadhali naomba uchukue nafasi hii ya kumkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ili tuweze kuungana na familia hii ya watakatifu. Ndio maana kitabu cha Wakolosai kinasema, Wakolosai 1:13 tunasema kwamba maana tumeokolewa kutoka katika nguvu za giza na kuingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, ambamo ndani yake tunapata masamaha ya dhambi. Kwa karibu uingizwe kwenye ufalme wa Mungu ambao ndani yake unapata msamaha wa dhambi zako zote. Bila sema kwamba hata kama dhambi zako zitakuwa nyekundu, yeye atazisafisha na kuwa nyeupe kama theluji. Kwa ndugu zanguni, karibu sana ndani ya Kristo. Ni mimi mwana wa Mungu Jackson Mathias, na wakaribisha ndani ya ufalme wa Yesu Kristo ambayo tuko karibu kuurithi. Mungu awabariki sana, Mungu awape mema, Mungu awatendee mema katika jina lake na kwa utukufu wake. Amena.